Na lazima kila mtu afahamu, Amen, kwamba kila jambo katika maisha yako lina msimu wake. Amina. Na msimu huo uwe ni msimu wa mabaya ama wa mazuri, lakini Mungu analitazama kusudi lake katika maisha ya kwako. Amina. Bila kujali unapita katika misimu ya aina gani. Amen. Lakini kusudi la Mungu siku zote katika maisha yako ndilo litakalo simama. Yes. Kutoka katika kupakwa tope, Amen, mpaka kwenda katika kusudi la Mungu. Amina. Ni misimu ambayo unayoipitia katika maisha ya kwako. Amina. Hautaki kuniitikia sawa sawa? Amen. Tope la kwanza katika maisha ya mwanadamu, sawa, ni tope aliloumbwa nalo. Amina. Kwa maana ya kufinyangwa kutoka katika udongo. Amen. Bwana Yesu asaidie sana. Amina sana. Tope namba 2 ni tope la kupakwa na watu. Amen. Ambao watu wasiokutakia mema wanakuchafua na kuzika hatima yako kupitia udongo wa makaburi. Amina. Tope nambari 3 ni tope la kupakwa na Mungu mwenyewe. Amen. Akiwa amekusudia msimu fulani unaopitia kwa ajili ya kukuimarisha. Amen. Kwa ajili ya kesho iliyobeba kusudi lako. Amina. Kitabu cha Yohana 9 na mstari wa kwanza, naomba tusome. Kitabu cha Yohana sura ya 9 na mstari wake wa kwanza. Soma. Nitasoma kwa jina lake Bwana Yesu. Hata alipokuwa akipita, alimuona mtu Ndiyo. kipofu tangu kuzaliwa. Huyu ni kipofu tokea kuzaliwa. Wanafunzi wake wakamuuliza wakisema, Ndiyo. Rabi, ni yupi aliyetenda dhambi? Ni nani aliyetenda dhambi? Mtu huyu au wazazi wake hata azaliwe kipofu? Ni huyu mtu ama ni wazazi wake mpaka akawa kipofu? Yesu akajibu, huyu Ndiyo. hakutenda dhambi, wala wazazi wake, bali kazi za Mungu zidhihirishwe ndani yake. Hii ni kazi ya Mungu inapaswa kujidhihirisha ndani yake. Mstari wa 4. Ndiyo. Imetupasa kuzifanya kazi zake. Inatupaswa sasa kuzifanya kazi zake. Yeye aliyenipeleka maadamu ni mchana. Manake sasa kuna aliyenipeleka na sasa inapaswa kuzifanya kazi zake. Usiku waja asipoweza mtu kufanya kazi. Kuna usiku unakuja ambapo hakuna mtu anaweza kufanya kazi. Muda nilipo ulimwenguni, Ndiyo. mimi ni nuru ya ulimwengu. Alipokwisha kusema hayo, Ndiyo. alitema mate chini. Akafanya tope kwa yale mate. Akatengeneza tope kwa yale mate. Akampaka kipofu tope za macho. Akamwambia, nenda kanawe katika birika la Siloamu. Maana yake aliyetumwa. Maana yake ni aliyetumwa. Bwana Yesu atusaidie sana. Amina sana. Basi akaenda na kunawa, akarudi anaona. Akarudi akiwa anaona. Amen. Ndiyo. Mstari wa 8. Basi jirani zake na wale waliomuona zamani kuwa ni muombaji wakasema, Je, huyu siye yule aliyekuwa akiketi na kuomba? Ambaye alikuwa kipofu? Wengine wakasema, Ndiye. Wengine wakasema, La, lakini amefanana naye. Yeye mwenyewe alisema, Mimi ndiye. Yes. Bwana Yesu Kristo atusaidie sana. Amina sana. Nasema Yesu atusaidie sana. Amen. Kutoka msimu mibaya na mizuri, yes, mpaka kusudi la Mungu. Amen. Yes. Kipofu huyu amekuwa kipofu tokea tumboni mwa mama yake. Amina. Upofu haukumpata ukubwani. Amen. Alizaliwa nao katika tumbo la mama yake. Amina. Naye wazazi wake waliona ni jambo haliwezekani tena kupata macho na kuona. Amen. Na akawa na kazi ya kuomba watu. Amina. Manake hawezi kuona. Amen.
ili aweze kujitafutia riziki na kipato chake mwenyewe. Amen. Lakini Mungu akamhurumia. Amina. Kupitia Kristo. Amen. Wakati wa Pasaka, kulipokuwa kuna karibia Pasaka, Amen, miongoni mwa njia Yesu alipita ni Yeriko. Amina. Akamkuta kipofu huyu, sawa, akiwa hawezi kuona, lakini masikio yake yanasikia. Amen. Bwana Yesu asaidie sana. Amina sana. Watu wanamuoji. Amen. Huyu mtu kati ya wazazi wake na yeye mwenyewe ni nani aliyetenda dhambi mpaka akawa kipofu? Amen. Yesu anasema kuna miongoni mwao mwenye kutenda dhambi. Amina. Ama sababu ya upofu huu. Amen. Bali haya yote yametokea ili utukufu wa Mungu na kazi zake zipate kutendeka. Amina. Biblia inasema akatema mate chini. Amen. Akakoroga tope na kumpaka kwenye macho yake. Amina. Alafu akamtuma, nenda kanawe katika birika la Siloami. Amen. Maana yake aliyetumwa. Baada ya kutekeleza agizo alilopewa, sawa, akarudi akiwa anaona. Amina. Kwa hali ya kawaida utaona kama ni mtu amezidishiwa matatizo. Sawa. Kwamba amekuwa kipofu na tena wanamwongezea matope katika macho yake. Amen. Manake ni shida juu ya shida ama tatizo juu ya tatizo. Kabisa kabisa. Bwana Yesu asaidie sana. Amina sana. Unapokuja kwenye maombi, sawa, ukaona tatizo ulilokuwa nalo ni kama linaongezeka badala ya kupungua, ujue umekaribia kupokea muujiza wako. Oho! Bwana Yesu asaidie sana. Amina. Na hapa Mungu alikuwa anatumia kanuni ya utii. Amen. Kutengeneza uponyaji wa mtu huyu. Amina. Manake na unyenyekevu ni karama ya mwanakondoo. Amen. Kwa sababu mimi sioni alafu naniongezea tope. Manake ningelalamika. Mimi nimekuomba nifungue macho, mbona unaniongezea tena matatizo? Amen. Lakini kijana huyu ambaye alikuwa kipofu, sawa, aliendelea kuonekana mnyenyekevu. Amen. Na kuonesha utii kutoka mahali Yesu alikompaka tope. Amina. Kwenda mpaka birika la Siloami. Amen. Ni msimu uliokuwa hapo katikati wa uvumilivu wa hali ya juu. Amina. Ni msimu ambao ni wa subira ya hali ya juu. Amen. Ni msimu wa imani ya hali ya juu. Amina. Ni msimu wa utii na unyenyekevu wa hali ya juu. Amen. Na alipotekeleza kanuni hii ya utii, sawa, kwenda kwenawa katika birika la Siloamu, alipokuwa akinawa, Amen, alikuwa aoni chochote. Ni kweli. Lakini alipokuwa anarudi, arudi kumpa Yesu majibu akiwa njiani, ndio macho yakafunguka. Akarudi akiwa anaona. Amina. Kuna watu wamekuja na matatizo katika ibada hii, watarudi wakiwa wamepona. Yes. Waliokuwa wamekuloga walihakikisha unakuja na matatizo. Amen. Lakini utakaporudi watakushuhudia ni wewe uliyekuwa unaumwa. Ni wewe uliyekuwa umefungwa. Lakini umerudi ukiwa umefunguliwa. Umerudi ukiwa umepona. Ukaje usema na iwe hivyo. Na iwe hivyo. Imesajiliwa moja kwa moja mbinguni. Amen. Na Yesu Kristo akufanyie sawa sawa na maombi ya moyo wako. Amina. Yesu asaidie sana. Amen. Kuna kupakwa matope na watu, lakini kuna kupakwa matope na Mungu mwenyewe. Amen. Kupakwa matope na Mungu mwenyewe, yes, ni kipindi ambacho Mungu anataka kuwahukumu watu fulani. Amina. Manake umeshaitwa na Mungu. Amen. Umeshalijua kusudi la Mungu ndani yako. Amina. Umeshajua agano lako na Mungu. Na umeshaitika wito wako. Amen. Na umeshaanza kulifanyia kazi kusudi la Mungu. Amina. Yes. Inawezekana macho yako yakawa yametiwa giza na auoni mbele kuna nini. Ni kweli. Lakini kumbe Mungu ameweka njia mbele. Ameweka mlango mbele. Ameweka uokovu mbele yako. Amina. Yes. Mara nyingi unapokuwa unapakwa tope na Mungu, manake mbele yako hauwezi kuona kama kuna nini. Amen. Unahitaji imani.
kumwamini anayekupa maelekezo. Amina. Ukitarajia kwamba mbele aweza kufanya mambo ambayo wanadamu hawawezi kufanya. Amen. Aweza kuleta matokeo ambayo wewe mwenyewe kwa nguvu zako hauwezi kuyapata. Amen. Bwana Yesu asaidie sana. Amina. Mara nyingi unapoitika wito na kuifanya kazi ya Mungu, sawa, Mungu hakuoneshi mabaya utakayoyapitia. Amen. Anakuonesha mazuri. Kabisa 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 kabisa. Yes. Ili uchukue hatua ya kiimani. Amen. Ya kuanza kulifanyia kazi kusudi lake. Amina. Na katika kila msimu kwenye maisha yako, sawa, kuna kusudi la Mungu. Amina. Ayubu sura ya 33 na mstari wa 11. Kitabu cha Ayubu sura ya 33 na mstari wake wa 11. Ndio. Ninasoma kwa jina la Yesu. Hunitia miguu yangu katika mkatale. Hunitia miguu yangu katika mkatani. Na mapito yangu yote huyapeleleza. Na mapito yangu yote huyapeleleza. Ndio. Mstari wa 12. Ayubu 42 na mstari wa 2. Kitabu cha Ayubu sura ya 42 na mstari wake wa 12. Ndio. Ninasoma kwa jina la Yesu. Soma. Basi hivyo Bwana akaubarikia huo mwisho wa Ayubu zaidi ya mwanzo wake. Ayubu 42 mstari wa 2. Nasoma kwa jina la Yesu. Najua ya kuwa waweza kufanya mambo yote. Najua ya kwamba waweza kufanya mambo yote. Na ya kuwa makusudi yako hayawezi kuzuilika. Na ya kuwa makusudi yako hayawezi kuzuilika. Mstari wa 3. Bwana Yesu Kristo atusaidie sana. Amina sana. Manake Mungu anaweza kufanya mambo yote mazuri na mabaya. Amen. Lakini alichokikusudia akiwezi kubadilika. Kabisa kabisa kabisa. Akiwezi kufanya nini? Kubadilika. Yes. Kama amekusudia kukufanya kuwa mkuu. Amen. Mabaya unayoyapitia hayawezi kubadilisha ukuu aliyouweka mbele yako. Oho. Yes. Kama amekusudia kukufanya kuwa kichwa. Amen. Mabaya unayoyapitia hayawezi kubadilisha kusudi lake. Amina. Bwana Yesu asaidie sana. Amen.